Chuo cha Kitaifa cha Kiufundi cha Bungoma imezindua rasmi mfumo wa umeme wa jua unaolenga kuipatia chuo hicho umeme wa kutosha, huku ikilenga kupunguza gharama ya umeme na kuchangia katika uhifadhi wa mazingira. Felix Wanjala na mengi zaidi. Mfumo huo wa umeme wa jua wenye uwezo wa takriban kilowati 187 unalenga kuhakikisha shughuli za kitaaluma na uendeshaji wa mitambo chuoni. In TVET we have a lot of workshops that need machines to run, and at times we are prohibited because of the energy bills. And so operationally, then we are going to reduce our costs and be able to release some savings that can even go to training materials and equipment. We are also, through the solar project, also addressing the issue of climate change, using a renewable energy that we can sustain our environment by having solar that is not making us as institutions to utilize, for example, generators when we have a downturn of energy. And we know that with generators we are going to use diesel. Diesel is expensive, it's an extra cost for the institution. Kwa upande wa wizara, mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kueneza matumizi ya nishati safi katika taasisi za TVET nchini. Hii ni kwa kuzingatia kwamba vyuo vya TVET hutumia kiasi kikubwa cha umeme kutokana na matumizi ya mitambo na vifaa vya kufundisha kwa vitendo. Wakati huo huo, mhandisi Faith Nafula wa Solar Spark Energy ameeleza kuwa mfumo uliowekwa kwenye chuo hicho una uwezo wa kilowati 187 huku ukilenga kukidhi 100% ya mahitaji ya umeme ya taasisi. Mwalimu mkuu wa chuo hicho Godfrey Murunga amesema mfumo huo unatazamiwa kutatua changamoto za kukatika kwa umeme ambayo hapo awali iliathiri shughuli za chuo. Challenges were very obvious. We have had constant outages, power outages during the day and even at night. And so you are aware, for us to carry out our mandate as a training institution, we rely 100% on power supply, because all the training equipment in workshops and laboratories require power to run. Office work, computers, laptops, we require power, and even internet connectivity requires availability of power for it to function. So we have had a host of challenges as a result of constant power outages. Uzinduzi huu unalenga kuwa mwanzo wa mabadiliko ya matumizi ya nishati safi katika taasisi za TVET nchini, huku ukisaidia kupunguza gharama za uendeshaji na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripotia Stewards jioni, jina langu ni Felix Wanjala. Kufikia hapo mtazamaji, tunahitimisha habari za sasa kutoka runinga ya Stewards. Kumbuka kwamba waweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za kijamii @Stewards TV. Uwe na usiku mwanana. Jina langu ni Kelvin Jasum. Kwaheri kwa sasa.